laws, their ordinances. Ni Mungu ananenea wana wa Israeli, anawaambia sasa, wakati unapoingia, ukiingia ukiwa katika mlango wa kusini, usitokee mlango wa kusini, utokee mlango wa kaskazini. Ukiingilia wa kaskazini, uhakikishe ya kwamba kila mtu ambaye ameingia katika ule mlango hatarudia ule mlango aliyoingilia. What is the point? This is the point. Haijalishi vile ambavyo ulivyoingia. Uliingia katika mlango wako wa east, ni magonjwa. Uliingia katika mlango wako wa west, ni udhaifu. Uliingia katika mlango wako wa north, ni dhambi. Uliingia katika mlango wako wa south, inaweza kuwa ni mizigo ambao umebeba nayo na masumbuko ya dunia hii. Hiyo yote imekubalika. Kile ambacho kimekataliwa ni ya kwamba kama uliingia katika mlango wa dhambi, usitokee mlango wa dhambi, utokee mlango wa rehema. Amuko nisikia, kama uliingia ukiwa na mlango wa dhambi, usitoke na mlango wa dhambi. Sheria inasema ya kwamba kwa sababu umekuja kuabudu, utoke na mlango wa rehema. Kama umeingia na mlango wa magonjwa, sheria ya hapa imekataa utoke na magonjwa, tokea mlango wa uponyaji. Kama umeingia na mlango wa ignorance, kutojua na kupungukiwa na ufahamu wa neno la Bwana, sheria hapa inasema kila mtu anapoondoka, aondoke na mlango wa maarifa, aondoke na mlango wa ufahamu, aondoke na mlango wa nuru. Kama umeingilia mlango wa giza, ni sawa umeingia, lakini imeandikwa na imesemekana unapoondoka, toka ukiwa na nuru katika jina la Yesu Kristo. Kama umebebana na mambo na watu na wanadamu, ukajidefile katika moyo wako, imekubalika hasa umeingia. Lakini unapotoka, toka ukiwa mwepesi wa moyo, toka ukiwa na moyo safi, toka ukiwa na matarajio. Umeingia aliyevunjika moyo. Kesho yako ijulikani namna gani, imekubalika umeingia. Lakini kutoka, toka na moyo mkuu katika jina la Yesu Kristo. Sheria hapa ni kwamba kila mmoja anatokea mlango tofauti ya vile alivyoingia. Kama uliingia ukiwa degree ya 30, unatoka ukiwa degree ya 50 kwenda juu katika jina la Yesu Kristo. Obtaining the help from above, part 4. Si tumefuatilia haya mafundisho. Imesaidia mtu? Kama umesaidika na msaada wa mbinguni, sema amen. Tulikubaliana ya kwamba kila mmoja amefika mahala ambapo amefika kwa sababu at some point ulisaidiwa. Nikasema kuna msaada wa wanadamu, kuna msaada wa serikali, kuna msaada hasa sisi wa Afrika tunasaidiwa na IMF na donors. Hiyo yote ni misaada. Kuna misaada ya wafalme na yote inaitwa msaada. Na kuna msaada wa Mungu ambaye anasaidia watu wote. Last Sunday I said kila mmoja aliyelala na akaamuka, awe mchawi, awe mganga, awe muovu, awe mwema, awe mzuri, awe meokoka, hajaokoka, aliamshwa na nani? Aliamshwa na nani? Others waliamshwa na nani? Devil worshippers waliamshwa na nani? Because God is the author and the giver of all help. Msaada wote unapeanwa na Mungu. Why anasaidia? Because he is the author of life. Yeye ndio mwanzilishi wa uzima. Uzima tulio nao siku ya leo ni Mungu ametupa. Hewa ambao tunapumua ni Mungu ametupa. Jua ambao imetumulikia ni Mungu ametupa. Mvua ambao imetupa mavuno, nani ametupea? Sasa tukasema kuna msaada wa kila mtu hapa duniani kwa sababu Mungu alituumba ili tupate msaada. Hata kuumbwa kwetu ni msaada tu tulipata. Bwana Yesu apewe sifa. That is why kila eneo la maisha mmoja anasaidia ule mwingine. Narudi kwa msaada wa Mungu. Lakini ningependa muone hata hapa duniani katika kile kiwango ulicho unapata msaada.
Mwanabiashara anasaidiwa na wateja. Wateja wanasaidiwa na waajiri. Manufacturers wanasaidiwa na mwenye biashara. Wenye siasa wanasaidiwa na nani? Na wananchi. Sisi ndio huwachagua na sisi ndio huwakataa. Si hiyo jambo mnalijua? Wanadamu ndio wanaweza kuamua either iwe ni one term ama ni two terms. Ni nani anaweza amua? Kwa sababu ako na nini? Kura. Kwa hivyo kila mmoja anastahili msaada. Lakini ninanenea msaada mkuu. Nikasema msaada wowote ambao mwanadamu anapeana una vipimo na una viwango. Number 1, mwanadamu anaweza kuchoka kukusaidia. Tumeumbwa hivyo. Hata mwalimu anaweza sumbuana na katoto, asumbuane nako mpaka akape mwalimu mwingine kwa sababu amechoka. So nature ya mwanadamu ni kuchoka. Misaada kama hii tunapewa na IMF, International Monetary Fund, ya kutoka huko kwa mataifa mengine. Hiyo inapeanagwa na masharti mazito, na inapeanwa ukilazimishwa hata kufanya kile ambacho hupendi. Lakini bado ni msaada. Lakini kuna msaada ambao unapeanwa na Mungu, na msaada wa Mungu hauna vipimo. Mungu hajaitupimia hewa akasema mmepumua sana, nitaanza kuregeza hewa. As a matter of fact, mwanadamu ndio alikuwa amechafua juzi 2019, akachafua hii hewa. Kwa sababu chochote ambacho mwanadamu anachopanga akiwa na mawazo yake ya fallen nature, Adamic nature, ni kiovu. Akijaribu kutengeneza kinaharibika zaidi. Lakini hewa ya Mungu bado ni fresh hata siku ya leo. That is why unapumua nje na unapumua ndani. Na ameipanga ukifungua upumua ndani ile mzuri, nje ile ambao haitakikani kwa mwili. Si Mungu huu ni Mungu mkuu na ni Mungu wa ajabu. Si useme Lord, I will put my trust in you forevermore. Nikasema ya kwamba sasa kuna msaada mwingine ambao Mungu ametenga specially kwa wanawe. Hawa ni wale ambao wamepata nini? Rehema na neema ya wokovu. Hawa wanaitwa nini? Wana wa Mungu. Watu wa Mungu wanasaidiwa na nani? Wana wa Mungu wanasaidiwa na nani? Na Mungu. Lakini sasa kuna viwango vya msaada. That is Paul anasema, na naambia watu ambao Mungu amewasaidia kuwa marais ama wafalme wa nyakati zile. Anawaambia Felix, anawaambia Festus, anawaambia Agrippa, King Agrippa, having obtained help from above, I stand to this day, witnessing that which was prophesied by prophets concerning the Lord Jesus Christ, that he is both Lord and Christ. Acts of Apostles chapter number 26 and verses number 22. Huyu ni mtu ambaye anajua hata wao wamemshika na wanataka kumuua na kumutesa, wamepata msaada na Mungu, kutoka kwa Mungu. Lakini anawaambia, mimi nimepitia mengi Agrippa kuliko wewe. Nimepitia mengi Festus kuliko wewe. Nimepitia mengi Felix kuliko wewe. Nimepitia katika kifo, lakini Mungu akaninusuru. Nimepitia katika majaribu, nimekataliwa na watu wetu, nimepigwa mawe, walinigojea nife, lakini nikapata msaada wa kutoka mbinguni. Ndio sababu hata siku ya leo nimesimama mbele yako mfalme. Isingalikuwa ni msaada King Agrippa wa kutoka mbinguni, hata wewe tungeonana uso kwa uso. Isingalikuwa ni msaada Felix na Festus na wote ambao mnanistaki, mlio kinyume na injili ambao ninahubiri, hamungeweza hata kidogo kuweza kupatana nami. Ningekuwa nimemaliziwa kitambo, lakini nimepata msaada wa mbinguni, ndio mpaka wa leo nimesimama. In other words, alikuwa anasema hata kesho yani anawatangazia, hata hii kesi nimewaletea hapa
kwamba msaada ulionisaidia hapo awali utanisaidia, na nitawaacha hapa mumepigwa dua, na nitaendelea kuhubiri habari njema. He knew very well. Anajua ya kwamba anajiandaa sasa kwenda kukumbana na mawimbi baharini, akielekea upande wa Roma kwenda kumkamilisha assignment yake hapa duniani. Anamwambia Agripa, hii mmenileta hapa ni kidogo, ile ambao nimepitia ni mingi, lakini kuna msaada nilipata. Umenisaidia nikasimama mpaka hii. Huo msaada ninaachilia kwa kila moja katika jina la Yesu Kristo. Si kila mmoja ana habari ya mahali fulani ambapo alipita na akajua ya kwamba hapa nimepita kwa msaada wa Mungu. Huyo Mungu alikupitisha hata leo hajazeeka na hatazeeka. Ile nguvu alikuwa nayo, Mungu afanyagi warm up aongeze nguvu. Nguvu yake ni imara milele na milele. Hallelujah. Na siku ya leo tunapomalizia, anatutumia kila mmoja huo msaada katika jina la Yesu Kristo. Tukauliza swali, ni kwa nini Bwana anatutumia msaada? Tukajijibu tukasema ya kwamba Yesu aliwaambia wanafunzi, without me you can do nothing. John 15 verses 5. You have to abide in me. So anatusaidia kwa sababu anaelewa our insufficiency, our inadequacy. Anaelewa our weakness, anaelewa udhaifu wetu. Anajua sisi tumefinyangwa kwa udongo. Anajua akikuondolea pumzi leo, akuondolee pumzi, baada ya siku 3 ukae hapa hakuna mtu atakukaribia, na wakikukaribia watatema mate, kwa sababu Mungu anaelewa udhaifu wetu. Anajua kwamba mwili huu ambao tunabebana nao ni wadudu. Mwili huu ambao tunabebana nao ukiachiliwa na hewa ya Bwana unatoa uvundo, watu wanapotea. Anajua udhaifu wetu, ndio sababu anatusaidia. Na ukiona mtu akilinga na mwili huu, mtu huyo ni kubafu na ni mjinga, anahitaji Mungu amsaidie. Mwili hii inanyauka kama nyasi, inanyauka kama maua, na mtu anaringa nayo, si Mungu amsamehe. So kuna mambo ambayo inakaa ndani yako, inakaa kusaidiwa. Lakini kuna vitu ambavyo shetani anaweza kuleta ndani yako, inaitwa kujiinua na kiburi, ya kwamba uhitaji msaada. Ambao hawahitaji msaada wa Mungu, Mungu anasema hao ni wapumbavu. Maana wapumbavu anasema hakuna Mungu. Wakati unaposema hakuna Mungu, unamaanisha wewe mwenyewe ndio ulijirausha, wewe mwenyewe ndio ulijiumba, wewe mwenyewe ndio unajifanya kuishi, na kwa hivyo maandiko ikakuita. Nimekataa kuwa mpumbavu, ninataka kuwa mwana hekima wa Mungu katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. So tukasema Mungu anatusaidia kwa sababu anajua udhaifu wetu. Anajua bila yeye hatuwezi. Tukauliza sasa, ni nani hao wanapata huo msaada? Ni nani hao specially wanapata msaada? Nikasema ni wale ambao wameamua kusaidiwa na yeye. So kuna watu ambao Mungu anawasaidia hata kama hawajui, amewasaidia tu. Even katika ignorance yao, hawajui ni Mungu anawasaidia. Wengine wanasema ni nguvu zao, wengine wanasema ni masomo yao, wengine wanasema ni connection zao, wengine wanasema ni familia zao, wengine wanasema ni serikali zao. Wazungu wanafikiria ni teknolojia na sayansi na philosophy. Bado wako katika giza. Sio wote, nasema wengi wao. The whites. Hawajui ni Mungu amewasaidia, na vyote ulivyo navyo ni Mungu amekupa, ni Mungu amekusaidia. Akili ulio naye ni Mungu amekupa. Hata hiyo unasema ni connection. Hiyo connection ulitoa wapi? Ni Mungu alikuconnect. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hiyo masomo ni nani alikupea? Hiyo uwezo wa kujua, because kazi ya mwanadamu ni gani? Kazi ya mwanadamu sio kuumba, kazi ya mwanadamu ni kudiscover. Mwenye kuumba ni Mungu. Kwa hivyo msaada wote unatoka kwa, na hiyo uliweza kudiscover na wengine hawakudiscover. Ni Mungu alikupea uwezo wa kudiscover. Sema amen.
Yaani hao wanasaidiwa. Maandiko ni wazi ya kwamba Mungu kuna nyakati anasema niiteni wakati wa shida, nitawaitika, niwakomboe, nanyi munitukuze. Kwa hivyo kuna msaada mwingine Mungu anatakaga atupee, nalo jina lake litukuzwe. Psalms chapter 50 verses 15. Call upon me in the day of trouble, and I will answer you, and I will deliver you, and you will glorify me. Yani kuna mahali ambapo unapitia na kila mmoja dunia hii. Muovu asiye muovu, mwokovu asiye mwokovu. Kila mwanadamu aliye dunia hii akona siku yake ya shida. Mnanielewa? Mnanisikia? Haya, niende pole pole. Kila taifa dunia hii iko na siku yake ya shida. Whether first world, second world or third world. Kila continent iko na siku yake ya ama mnafikiriaga wazungu wanaga siku yao ya shida? Unajua kuna injili ilihubiriwa ikainua mzungu kutuliko. Na hiyo injili unajua ilikuwa ni ya shetani. Maana the spirit of God shall be poured upon all. Waafrika munisiki. Niliwaambia nitawahubiria mpaka kila mmoja atokwe na Uafrika awe na mbinguni. Kuna ubiri walienda ng'ambo miaka ya zamani. Baada ya kuona teknolojia na kuona maajabu yaliyo kule, wakatuletea injili na kuona vile Mwafrika amekuwa intimidated, nikana kwamba mzungu ako juu na sisi tuko chini. That is nowhere in the program of God. Nasema iko nafasi katika mawazo ya Mungu. We are all equal in the eyes of God. Wako na siku zao za shida na ni mingi sana. Hamkuona moto California? Mliona moto California? Mnajua huko ndio pesa yote inakaa na utajiri wote na hekima yote na mafilosofa wote. I was there. I was in California. It's another world. Lakini nikajua kumbe hii maneno yote hata inasemagwa watu ni wale. Shida ni zile. Nataka nakuja pole pole ni umuone vile ambavyo Mungu anaweza kuwasaidia. Texas sijuzi. Texas mliona vile mvua ilifanya. Nilienda kuhubiri kanisa moja Texas, wakati nienda huko ndio siku ya kwanza ilikuwa wanafungua. Maana walitoka katika ibada, mti ikangolewa na mvua, ikaja ikaingia kwa kanisa yote ikaibeba. Kwa hivyo kila taifa liwe liko juu sana ama liko chini sana, kama Mali here in Africa is one of the dirtiest nation in the world. Mali yote ni kama ghetto. Lakini kuna siku yao ya shida. Wale ambao tunawaita waagano wa Old Testament hapa Middle East, Israel, wako na siku zao za na zao ni mingi sana. Lakini bado wanakaa kidete. Wale wanawapiga bado wako na siku yao ya shida. Ni hao watu wanaweza kuamkiana asubuhi, wanaenda kibbutz, wanachinja watu Wayahudi 1200. Netanyahu anasema hiyo makosa mumefanya mtailipa kwa miaka kadhaa. Mpaka wa leo bado wanalipa. Wanaamkia taifa fulani, wanaifagia mabomba. Kwa sababu kila mtu, kila taifa liko na siku yake ya haya. Nenda pole pole. Kila familia iko na siku yao ya hii wakati mnakufiwa na mtu tunakuja kuwasaidia. Lakini mwenye kufiwa ndio anajuaga ni siku yetu ya shida. That is why hata tukikubaliana kuambia si mliona siku ya mamangu, pastor usilie, bado unalia because this is your day of trouble. Lakini Mungu anasema ukiwa katikati ya siku hiyo ya shida, niite, nitakuitika. Alafu nikikuitika, uambie wanadamu, uambie ulimwengu, nilikuwa katika hii hali, ni Mungu alinitumia msaada.
Usijigambe, usitoe kifua mbele, useme nilijitia moyo. Hapana, hatujitii moyo kwa nguvu zetu, tunajitia moyo ndani ya Bwana. Na tunapata majivuno ndani ya Bwana. So kuna mambo ambayo Mungu anataka akufanyie, ujivune naye. Ujiringie yeye. Utoe sauti. Useme ya kwamba kama vile Daudi alisema, the Lord is my shield, the Lord is my rock of refuge, whom shall I fear? Nitaogopa nani? Kwa sababu gani? Huyu mwenye msaada wote amefanya ngao, amefanyika kigao, amefanyika kimbilio, amefanyika nguvu zangu. Tuko hapa kujivunia jambo moja dunia hii, kama vile Paulo alijivunia akasema, hii dunia, I can do all things. Wewe usikie hiyo sauti ni kama ya majivuno. Hata I can do, a human being anasimama anasema I can do all things. Ikifika hapo sio ni maringo. Lakini sasa anasema through Christ who strengthens me. Yani Kristo akiwa ndani yangu ananitia nguvu kutoka ndani, ninaweza fanya mambo yote. Unajua Paulo alikuwa anajivunia mambo gani? Alifanya mambo ambayo haikuwa imefanyika hapo awali na wanasayansi na wanafilosofia. That's why anasema naweza fanya mambo yote. Hata alikuwa anamaanisha nini? Mimi ninaweza hata kuinua mauti, kufufua mauti. Alikuwa amefufua Eutychus na hapo kwa ibada, na ibada ikaendelea. So anawaambia ndani ya Kristo aishie ndani yangu. So unajua pia alikuwa ameshuhudia akasema, maisha ambayo ninayaishi sio yangu, ni Kristo aishie ndani yangu. Akiishi ndani yangu, kwa sababu ni muweza yote, na mimi nafanyika muweza yote. Niko hapa ujawe na uungu. Kwa wale ambao wamefuata mafunzo yetu ambayo yanaendelea, kuna sehemu ya uteua imeingia ndani yetu, na kuna sehemu ya carnal forces. We call them the forces of carnality. Uweza wa mwili umeweza kuondoka na uweza wa uteua ukaingia. Na nimwambia tukiendelea katika hili neno, because katika mambo yote ya Mungu kuna nini? Kuna kuendelea. Wanafunzi waliendelea, nayo idadi ikaongezeka, nazo ishara na miujiza zikaongezeka. Tuko hapa kuongezeka katika mambo hayo yote. Kama unaamini sema amen. Mtu kama Elia aliongezeka katika uteua, akaja kuongea on behalf of God. Na Mungu hakusema wewe umekiuka mipaka, unaongea kwa niaba yangu. Mungu alisikia vile Elia amesema, Mungu akasema kwa sababu umejijaza na mimi na ukaongea mimi, hicho umeongea, lazima bingu itii, lazima ardhi itii, lazima jua litii, lazima mawingu yatii. Alisema namna gani? Ya kwamba before God who I stand. That is 1 Kings chapter number 17 verses 1. Sikia vile mtu anaongea. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, anamwambia mfalme. Si Mungu tupake na hii sauti ya kunenea wafalme, semeni amen. As the Lord God of Israel lives. Ameanza na nani? The Lord God of Israel. Na sisi tunaanzaga na nani? Sisi nasema sisi. Haya, Mungu atusaidie sana. In the New Testament, wale walianza na the God of Israel. Kukiharibika sana wanamuita kwa levels. God of Abraham, Isaac and Jacob. Sisi tunaenda kwake in the name of Jesus. In the name of, tunajua tangu hapo kurudi nyuma kuanzia the book of Genesis mpaka Malachi ndio ya mwisho Kuna jina Jesus limetajwa huko nyuma. In the name of Jesus. Samson alinyanyua mageti in the name of Jesus. Walikuwa as the Lord God of Israel. Sasa yeye ameenda na the God of Israel. Haya turudi kwa hiyo. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand.
Sasa nakuuliza, unapata mamlaka kama umesimama wapi? Unajua kuna mambo ambayo unaweza sema uwe na usalama round na about, usalama ukuzunguke. So nguvu ya Elijah number 1 ilikuwa na the Lord God of Israel. Number 2, alikuwa anasimama mbele zake. In other words, this was a man who had tarried in the presence of God kutoka kuzaliwa kwake. That is why lifestyle ya Elijah sio lifestyle kama ya hawa watu wengine. In fact, hana historia. Anaitanishwa tu na Tishbite. I think huko ndiko kwenye ametoka. Hatuambiwi wazazi. Hata predecessor wake alikuwa na wazazi. Elisha, the son of Shafati. Sio chapati, Shafati. Huyu alikuwa na mzazi. Watu wote wa Bible tulikuwa tunasikia of what genealogy, sijui what, this begat this. But Elijah atumpati mahali, anaitanishwa tu na mahali ambapo alitoka. Kwa hivyo alikuwa amejificha huku Tishbite. Anafanya nini huko? Malezi yake ni tofauti. Sura yake, mpaka manywele yake inakuonesha huo mtu amekuwa akijiandaa kuja kutoa hii tamko. Kuna mahali alikuwa na ametangaza vizuri, mimi nimekuwa nikitafuta msaada wa kuja kurejesha nyumba ya Israeli kumwabudu Mungu wa kweli. Maana wakati huu Israeli wote wanaabudu nini? Miungu ya nani? Ya Baal na Ashtoreth. Na wanaamini ni miungu kiasi ya kwamba wanaowaongoza wachungaji wao wanapoambiwa na Elijah wanadhihakiwa wajikate, because they had faith and confidence na miungu wanajikata. So sometimes ukiona watu, msiniulize, wakifuata mtu fulani kwa njia ambayo haieleweki, ujue ya kwamba akili zao zimetekwa. Zimefananishwa na huyo mtu. Because kwa nini sisi tunataka kufanana na Christ? It's because every other time we come in the presence of God, tunafanya namna gani? We renew our mind. And you cannot renew your mind without the word of God. So kile nafanya hapa, wengine wanasema I'm radicalizing you, but I'm renewing your mind. Bwana Yesu apewe sifa. Yeah, sasa this is a radical person by the name of Elijah. Amekuwa radicalized. Anajua tu Mungu na Mungu peke yake. Alafu anasema namna gani? Hivi. Let's go back to the scripture. Before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Except at my guy. Sio tukiangalia kimwili, sio ni kama kiburi Elijah alikuwa nayo. Ati mimi vile nimesema hivyo ndio itakuwa for these 3.5 years. Anasema number 1, hakuna huruma, hakutakuwa mvua. Number 2, hakutakuwa umande. Unajua there are some places chakula inakuzwa na nini? Dew. Places like Mao, huko juu ya milima. Places like Aberdare Ranges, huko they don't even receive rains. But every day there is umande ambao unateremuka. Mount Kenya huko kuna umande. That is why hata wakati kuna kiangazi namna gani, bado utaona mahindi ya green inatoka mpande hizo. Sasa Elijah amesema hata huko kwenye kunapokeaga umande na vyakula inajimeza, mpaka wakati itakapofungua hiki kinywa, hiyo umande nimefunga. Ana change the whole system ya world ambayo ilimzunguka nyakati hizo. Naye Mungu akasema namna gani? Hivyo Elijah umesema, kwa sababu umesimama mbele zangu, nikajaa ndani yako, kile ambacho kimetoka ni kile nimeweka ndani yako. Na kwa sababu kimetoka kile ambacho nimeweka ndani yako, hii dunia sasa itategemea msaada wako. Nani alifunga bingu? Elijah. Nani alifungua bingu? The same man, akiwa uhai.
akiwa anatafutwa na maadui, kwa sababu dunia mzima imeteseka na dunia mzima imeumia. Elijah alikuwa anategemea nini? The help of God. Hallelujah. Alikuwa afanya hivyo kwa nini? Wanadamu wateseke, waliitie jina la Bwana na wamtukuze Bwana. Hatimaye ilisemekana namna gani? Na ijulikane ya kwamba Mungu wa Elia ndiye Mungu wa kweli. Na kwa sababu hakukuwa kumezalika neema, wale ambao walikuwa wanaongoza ibada hiyo, Elia aliwafanyia namna gani? Aliwa nini? The leaders. Wale nini? Diviners. Wao walikuwa diviners. Walikuwa wana manipulate range. Hata wakati Elijah alifunga walijaribu kumanipulate their weather makers, lakini hawakuweza. Ndio sababu alikuwa anawadhihaki. Anawaambia kuna nguvu fulani mnafanyaga kazi nazo, sizifanye sasa. Kwa sababu alijua kwamba amezi-immobilize, amezi-paralyze, amezifanya zitii jina la Yesu. Situfike kiwango ambacho kila ambacho kinakupinga, kinapinga neno la Bwana, kinapinga imani yako, kinapinga maombi yako, kikuwe paralyzed katika jina la Yesu. Na kile Bwana ameandika ndani yako kilicho na msaada wa mbinguni kiweze kukufungulia bingu katika jina la Yesu. Hallelujah. Kwa hivyo ametumia nini? Msaada wa mbinguni. Ndio sababu amejiconnect na Mungu fully. The Lord God of Israel, whom I'm conversant with, who I associate with on a daily basis. Kwa hivyo Elijah alikuwa anafanya nini? Kwa kifupi alikuwa anasoma habari ya mbinguni. Situkue carriers wa habari ya mbinguni. Tumesoma habari za Citizen, hazikubadilisha. Tumesoma za NTV, tumesoma za BBC, tumesoma za kila kitu. Hakuna mabadiliko. Si sasa tusome habari za mbinguni. Wafalme wa dunia hii wamejaribu kukusanyika, watafute solution ya dunia hii. The more wanatafuta, the more wanakosana. Si ni afadhali Mungu ambao tukimutafuta, tuabide ndani yake na yeye anaabide ndani yetu, tunampa Bwana utukufu katika jina la Yesu. Tukasema huyu mtu ambaye anasaidiwa na Mungu kuna mahali ambapo anaketi. He that dwelleth in the sacred places of the Most High shall abide under the shadow of the Most High, Holy God. Now, that is Psalms chapter number 91. Alafu akikaa hapo kuna sauti anatoa, verses 2. Sio tulisema na tukajua ya kwamba he who dwells in the sacred place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Daudi anajiambia yeye mwenyewe, because many times nimewaambia David alikuwa amesoma mwanadamu sana. Alijua man is a spirit, he has soul, and spirit and soul they live in a body. That is why many times he would tell even, let my soul praise the Lord. I'll praise the Lord with all my heart. Hakuna kitu alikuwa anawacha soul na heart, lakini alikuwa anaishi katika mwili huu. Sasa anaambia his heart, anaiambia I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God. In him I will trust. Sio sisi anaambia, alikuwa anajiambia. Kuna neno ambao unasoma na kuna maombi ambao unaomba, sio sisi unaombea, ni wewe mwenyewe unajiombea. Pokeeni hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Sasa ndio Mungu akusaidie, lazima uwe umeketi mahala pake pasiri. That is why we pray, that is why we plead, that is why we supplicate, that is why we fast. Na hiyo ndio sababu tumejitengea miezi 3, September, October, November. Every day we are here. Kufanya namna gani? Kudue katika sacred place of God. Tukitoka pale, tunatoka watu tofauti katika jina la Yesu Kristo. Every day. Every day, 90 days in the presence of God. Ni kukaa hapo. Na hizi tukitoka pale, tunatoka na yeye mwenye tulikuwa tunatafuta, maana anapatikana katika jina la Yesu. Tukasema nani sasa, nani amehitimu
kutafuta msaada. Nikasema number 1 ni huyo ambaye ameweka sasa matumaini yake kwa Mungu, ametenga wakati, ameenda kumtafuta, ndio wakati wa shida anatani kwake, anamwambia nimekuwa mbele zako. Alafu sasa siku ya leo nikasema nitaendelea na hao wengine. Psalms 91 verses 14. Because huyu mtu ambaye amehitimu. Because he has set his love upon me. Keyword. Mungu mwenyewe anasema. Sasa, kwa sababu, because from verses 1 up to verses 13, hiyo yote ni help ya Mungu. Lakini sasa Mungu anainua. Anasema hawa nimesaidia. Number 1 is because he has set his love upon me. Therefore, I will deliver him. Therefore, I will deliver him. I will set him on high because he has known my name. Tutadueli kwa hiyo tumalize ibada. 2 things. Number 1, loving God. Number 2, knowing God. When you love God, he delivers you from all manner of evil, from all manner of oppression. When you know him, what happens to you? I will set him on high. When you know him, he exalts you. Elijah knew God. That is why he was exalted. Ananena na wafalme anawatiisha wote because he knew God. But I'm coming back to that. Keyword. Because he has set his love upon me. Kwa sababu ameamua, amekusudia. He has made up his mind to love me. Unajua kuna upendo wa Mungu ambao ni lazima uamue. Mungu, nimeamua kukupenda wewe Mungu. Na hapa kuna shida. Kwa sababu kuna watu wanapenda matendo ya Mungu kuliko vile wamependa Mungu. Wewe unaona watu wamependa healing kuliko the healer? Hamujaona? Ukitaka enda kwa crusade. Crusade ambayo imeandikwa the healing crusade. Sinakuwa na watu wengi. Na ibada kama hii tunakuja kufundisha watu kujua kumpenda. Si mtu alipokea uponyaji wake kwa crusade. Kuna watu wanapenda mali, Mungu apeanaye mali, na wanapenda mali ambayo anapeana kuliko yeye mwenyewe. Ama hujaona kitu kama hiyo? The people who love resources. Hata anasemaga afadhali nikufe, lakini usiguze mali ya ili Mungu amenipea, afadhali niku. Na sisi ambao tunampenda Bwana, tunakuwa kama Peter. Unaambiwa utakufa, unamuuliza unataka kuniua namna gani? Tutakusurubisha. Kama nani? Kama huyo mwenye unafuata. Peter anamwambia mwenye nafuata was my senior, was my boss. Msisurubishe kama yeye, niaibisheni zaidi. Wacha niaibike kuliko yeye. Fanya kichwa kiende chini, miguu iende juu, mfurahie. Ni kwa sababu gani? Anapenda yeye. Hallelujah. Job anasema namna gani? Job chapter number 23 verses 12. Look at this love. Na huyu ni mtu ambaye alikuwa anakula shibe. Job chapter 23 verses 12. Not 4. I have not departed from the commandment of his lips. Mimi tajiri, mimi mwenye mali, mimi ambao ni kusema katika the center of civilization by then, the world of East. Yeye ndio alikuwa kila kitu. Bill Gates wa kila kitu. Rais mkubwa wa kila kitu. Ilikuwa ni nani? Ni Job. Lakini Job anasema mambo haya yote hakuna kenye nilikuwa nimeweka moyo wangu kwake.
That is why wakati nimeondolewa mali, nikaondolewa watoto, nikaondolewa afya, I have not departed from the commandment of his lips. Why? I have treasured the words of his mouth more than my necessary food. Nilidhamini sana na niliweka kama hazina maneno ya kinywa chake, nikaichukua kwa udhamana kuliko chakula ya kila siku. Wanadamu wote walianguka majaribu wakati wa nini? Nauliza swali. Wanadamu ambao wameanguka katika majaribu, wameanguka katika majaribu wakati wa nini? Wakati wa chakula. Wakati wa chakula. Yesu alipokuja hapa duniani alijua tuko na sababu ya kukula, akatuambia hata katika maombi yetu tusiwache nini? Chakula ya kila siku. Give unto us our daily bread. Kwa Mungu alijua mwanadamu anahitaji kukula kila. So kwa mahala ambapo kuna tembea kiangaza watu wanalala njaa, it is unbiblical. It is as a result of sin. May God have mercy on us. Sasa Job anasema kile ambacho I think he is telling himself, na anatuambia kwa sababu hakuna mtu dunia hii ashawahi ama atawahi kupitia majaribu ya Job. Hiyo ilikwisha na Job. Sikia mtu akitoa ushuhuda. Unajua kuna kanisa za ushuhuda. Na ushuhuda ni yale umepitia wiki mzima. Hapa ushuhuda ni ya kwamba nilikuwa mgonjwa nikapona. That is our testimony. Hii ingine ya juma mzima, hiyo kila mtu alipitia zake. Ni vile hapa unaona watu wamenyamaza. Sasa hizo kanisa mtu anasimamaga, "Uliawe na wira ni okay." Aliye na ushuhuda. Niko na ushuhuda. Nilipitia shida kama Job. Lakini Mungu aliyesimama na Job akasimama pamoja na mimi. Hiyo ni mzaha. Mambo ambayo Job aliyapitia. Mambo ambayo Job aliyapitia. Hakuna mwanadamu yote atapitia sasa. Hakuna. Job aliharibiwa na shetani. Akanyang'anywa uutu. Atakanyang'anywa nini? Uutu. Ni hali gani mwanadamu anaweza pitia? Maandiko inasema marafiki za Job walienda kumuona, walikaa for how many days? 7 days bila kutambua kama huu ni Job. Yaani unaangalia mtu. Hata wale watu wanaangukaga na ndege, wanachomeka, wanaenda kuangaliwa nini? Meno. In a day's time ama kanyweli kakipatikana, DNA inatoa inasema ya kwamba huyo ni mtu. Unajua Job alikuwa ni tajiri, mashini zote zilikuwa. But the friends of Job for 7 days wanakaa wakijaribu kutambua kama ni Job. Hawawezi kumtambua. Wife anawaambia ni yeye, aliendaga kalalaga pale. Wanamwambia hapa hakuna mtu. Kwa sababu shetani alikuwa amepewa nini? Mwili. Lakini akaambiwa the spirit is mine. I want you to understand, for everyone who is born again, your spirit belongs to God. You are sealed with the Holy Spirit of the Father. You belong to God. Wewe ni packaged for God. Kwa hivyo hata hali zikiwa kali namna gani, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndio kunatoka chemichemi ya maji ya uzima. Hallelujah. Job akasema kile kilichonihifadhi, man, I loved God. I was conversant with his word. I was conversant with his promises. Nilijijulisha habari zake. Nilijijulisha, anasema namna gani? Nilijijulisha na hilo neno, nikaliweka kama hazina. Hiyo inakuambia namna gani? Kabla Job akule, alikuwa naomba. Kabla afanye biashara zake, alikuwa anasoma neno lake. Hawezi kutresha ati there was a commandment of his lips na uzisomi, alikuwa anazisoma. Sign moja ya kwamba unapenda Mungu, number 1 ni kiu na njaa ya kunena na yeye. 2, ya yeye kunena na wewe. Nimesema kanisani tuko na shida kwa sababu Mungu anaongeleshea watu ambao ni mabubu. Nao wanamuongeleshea ni kama naye Mungu
Ni bubu. Ni nini wamekosa? Wamekosa the ministry of the word and the ministry of prayer. Because Mungu anatunenea kila siku. Hata leo asubuhi alinenea. Hata na wewe kama ulisoma neno la Bwana alikunenea. Kuna wale ambao wananenewa katika ndoto, kuna wale ambao wananenewa katika laini, hizo zote ni kunenewa. Lakini Mungu ananena kiwazi kupitia neno lake. Kwa hivyo kama ulisoma neno la Bwana, nani alikuongeleshea? Nani alikuwa anaongea na wewe? Ni Mungu. Kama hukuomba, uliongea, Mungu aliongea, ukafanya namna gani? Ukanyamaza, haukurespond. Na wale ambao wanapendaga tu huduma ya maombi na wasomi neno la Bwana, wanaongeleshea Mungu na hawampei nafasi na yeye awaongeleshe. Na sio wamejaa kanisani, wanaongea na Mungu, wanatoka wanaenda, hata wataki kusikia Mungu unasema namna gani. Si Mungu atusaidie. Niliwaambia ya kwamba na narudia that the level of ignorance in the church today is a concern. It is worrying. The wordless ambao tuko nayo sisi ambao tumeamini hilo neno, wordless, kukosa neno. Watu hawana appetite for the word of God. They don't have appetite for that. Niko hapa kukufundisha, na ndio sababu tumeanzisha haya mafundisho. Wale ambao tulianza na wao wameanza kupata appetite ya kusoma neno la Bwana. Wale ambao wanakuja katika mikutano yetu ya kila siku, semeni amen. Ninakupea appetite ya kulipenda hili neno. Naye Job alikuwa na appetite ya hili neno kuliko appetite ya chakula cha kila siku. Ndio wakati aliponyimwa chakula cha kila siku, because Job was stricken with all manner of sickness and diseases that you see in the world today. He had tumor, he had cancer, he had leprosy, he was blind. Yote, yani magonjwa ya kila aina. Nini? Kwa sababu ilimsaidia overcome magonjwa ya kila aina na aishi tena. Anasema I treasured his commandment, the commandment of his mouth, more than my necessary food. Mwanadamu anakula mara ngapi kwa siku? Okay, inategemea na mahali ambapo umezaliwa na pia vyakula ambavyo mnakuza. Nimeambiwa watu wa Mlembe mnatoanga ugali asubuhi na ingoho, mnaanza siku. So hii inategemea. Wengine wa mashambani wamejaribu sana, maana wanatoanga viazi sana. So this inategemea. Lakini kabla ukule hiyo, na Amerika wamejaribu na nini? Pizza. Kabla ukule hiyo yote, nini kinaanza? Tukubaliane. Nini ninaanza? The word of God. Ukikula neno la Bwana, umekubaliwa sasa kukula hii chakula ingine. Ukipata sauti ya Bwana in a day, umekubaliwa sasa kutawala the remaining hours. Unatawala kama mfalme na kuhani, kwa sababu hivyo ndivyo Bwana amekufanya. Na achilia neema ya kulisoma neno la Bwana juu ya maisha yako. Na achilia neema ya kulitafakari. Na achilia neema ya kulitendeza kazi. Na achilia neema ya kunena na Bwana kila wakati. Mimi kunena na yeye na nenaga na yeye. Baka siku ingine nikadhania nimekuwa talkative mbele za Mungu. Because ninanena baka nikidrive, nanena nikitembea, ninanena everywhere. Bwana Yesu apewe sifa. So naachilia neema ya maombi kila wakati. Wale ambao mko katika soko, ukiwa huko soko, unajua mama wa soko wanaongea sana. Unaacha waongee na wewe una connect roho yako na roho ya Mungu. Na ukimaliza customer amepanga laini hapo, kwa sababu hili neno lina uzima. Ukilitafakari huwa linazalisha maneno katika jina la Yesu. Nani mwingine anapata msaada? Verses those who, because he has set his love, tukae kwa love, because he has set his love upon me.
therefore I will deliver him. Na unajua kuna andiko watu wanapenda sana. The Bible states clearly in the book of Romans, chapter number 8, verses 28. And we know that all things work together to who? For good to those who love God. That is the key word. Hizi zingine wachana nazo. Keyword. Hii watu wanasema mtu mmoja meke kakaweka. Inafanyika vema kwa wale ambao wanampenda Mungu. Kwa wale ambao wampendi Mungu, hiyo ni mikasa na majuto na bahati mbaya. Lakini kwa sisi ambao tunampenda Mungu, listen to me and listen carefully. My fellow African man, my fellow Kenyans, sisi ambao tunampenda Mungu, mambo yote yanatendeka wema kwetu ambao tunampenda, including the regime zenye zinatawala. Mnanisikia? Si nimwambia hapa Kenya kuna watu ambao wana prosper according to the regime ambao iko. Ni mtu yetu yuko, kwa hivyo ni wakati wetu kukula. That is wickedness. According to the plan of God, for them that love God, iwe ni regime ya nani ama nani, bado all things will work for good. Mambo yote itatutendekea wema katika jina la Yesu. Simajua hapa Kenya kuna kuwa na regimes aina tofauti. Kuna zingine ni productive, zingine ni barren, zingine ni unproductive, zingine ni political, zingine ni polluted. In all this, kwetu sisi ambao tunaamini, that is why we are the saviors of nations of the world. Kwa mambo yote yanatutendekea kwa wema. Hata katika regime ambao iko, mambo yote yatatutendekea kwa wema. Usijoin wagon ya kusema kumeharibika, hakuna kitu kinatendeka. Mimi nimesema kwa sababu ninampenda, kila kitu kitatendeka. Semeni amen. Unanyamaza, unataka kuendelea na shida. Ninasema useme vile nimetabiri, useme na iwe hivyo. Na unanyamaza na unajua vile umekanyangwa na shida. Na ninakuambia jinsi ambavyo utainuka kiwango ambacho kimekiuka regime hii, na kiende juu, kitembee na baraka za Bwana. Kwa sababu gani? Unampenda Bwana. Haleluya. Hii ingine ni ya watu kupaka mafuta. Juzi kuna mtu alikuwa amepigwa hapa risasi akiiba. Akakuja, alikuwa amepigiwa Nairobi, akakuja kuzikwa begi. Nikasikia watu wakisema mambo yote hutendeka kwa wema. Hata ameuawa kwa wema. Ni nini wameacha? Ya kwa wale ambao wanampenda Mungu. Wale ambao wameitwa kulingana na makusudi yake. Sio kulingana na makusudi yao, ni kulingana na makusudi ya Bwana. Na neno hili makusudi hapa ndio uelewe context yangu, ni kulingana na mapenzi ya Mungu. Na tumeitwa kulingana na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tukae katika upendo, maana hii upendo inanitia nguvu. Maandiko inasema in the book of 1 Corinthians, chapter number 2 and verses 9, as it is written, the eyes have not seen, the ears have never heard, it has not entered into the heart of a man the things which God has prepared for those who love him. Nitaendelea kumpenda huu Mungu. Nitaendelea kumpenda huu Mungu. Kumbe kuna mambo ambao ameweka tu kwa sababu hiyo ambao dunia haijaona, haijasikia, haijazilika katika mioyo ya masayantisti na mafilosofa. Kumbe kuna mtu amewekewa kile chochote ambacho Bwana amekuwekea kwa sababu umekasa kumpenda. Na naomba sasa kifunguliwe macho kupitia kwa Roho Mtakatifu wa Bwana. Kinapeanagwa lini? Kinapeanagwa wakati na kuhubiria neno kama hili ambalo unapokea. Maandiko inasema, but now it has been revealed, verses 10. It has been revealed, but God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things. Yes, the deep things of God. That is why I'm releasing unto you the deep things of God. See your shallow things, the deep things of. Na tusaidia Roho Mtakatifu. Hata kuna maombi yaliyo na depth.
Ni gani hayo? Ile ambao umeomba na ujui utakavyoomba. Uko na udhaifu katika hiyo maombi. Maandiko inasema the Spirit helps us in our weaknesses, with the groanings that cannot be uttered through human expression. Bwana Yesu apewe sifa. Romans chapter number 8 verses 16. No, 26, sorry. Yeah, 26. Likewise, the Spirit also helps in our weakness, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit, you tune into the Holy Spirit. Yeah, Romans 8:26. We should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Last Friday, tulikuwa na hiyo maombi ambao tulisaidiwa na Roho Mtakatifu wale ambao walikuwa. I came with a lot of notes. I came with a lot of preaching. But nilipoingia, the Holy Spirit took over. Hata sikuwa nimemaliza 10 minutes. He took over. Wale ambao tulikuwa. Zile saa nilienda kuangalia saa na nimekuja kuongoza na kuhubiri. Nikaona ni 1:55. Saa 7:55. Hiyo sio kujua kuomba, hatupasa anajua kuongoza. Hapana, Roho Mtakatifu anajua kuongoza. Akiingia ndani yako, anafanya maombezi. Akipitia sasa kwa kinywa chako na moyo wako na strength yako na kuugua mbako hata kuwezi kutamka. Nao mambo makubwa yanatendeka. Pokeeni neema ya mambo makubwa katika jina la Yesu. Hiyo ingine ni gani? Turudi kwa andiko letu 91:14 of Psalms. Psalms 91:14. But before we get there, what is to love God? Hapana, lazima nimalize hiyo. Hii kumpenda Bwana. Kuna watu ambao wanasema wanampenda. Lakini tusome vizuri in the book of John chapter 15 verses 9. John chapter 15. Hiyo nikufundishe kumpenda Mungu ni nini? John chapter 15 verses 9. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. How? Hata tuambie 10. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. There is no loving God without obeying his commandments. Hakuna. Na hii ni obedience gani? Ya kuobey the commandments of God. Unajua Job amesema maneno ya kinywa cha Bwana ya sheria zake haijatoka katika kinywa chake. Wakati Job alikuwa anajaribiwa, kulikuwa na 10 commandments. Hapana, nataka tusaidiane. Wakati Job alikuwa anajaribiwa, kulikuwa na 10 commandments. No. But he is saying kuna commands aliweza kufuata. Nauliza swali. Wakati Abraham Mungu anamcommend for his obedience, kulikuwa na 10 commandments. Kulikuwa na 10 commandments. Lakini Mungu anasema namna gani? Ya kwamba Mungu ameona utiifu wa nani? Because hii obedience ya commandments yake, kuna watu wanataka tu kutufunga na zile 10. Needs beyond that. Kwa sababu in the days that we are living in, Mungu kuna mambo ambayo anaamuru kila siku. Si kila mtu anapimwa utiifu wake. Ile commandment, hiyo ni mzuri sana. Ilikuwa imepeanwa kwa wana wa Israeli ndio wajue jinsi ya kuishi moja na mwingine na jinsi ya kuishi waona Mungu wao. Lakini sasa Yesu akaja akasema ya kwamba I am the fulfiller of all the commandments. I will not break any, but I will strengthen them. Na akaanza kustrengthen na maisha yake yeye mwenyewe. Anasema yale mambo ambayo mnaona nikitenda sio mambo yangu, kila nitendayo ni kile Bwana ameniamuru.
So in obedience kuna matendo yanafuatana. Abrahamu anakuwa commended kwa sababu gani? Aliobey Mungu kwa kila jambo ambaye Mungu alimwambia. Mungu akimwambia tia vijana wako wote tohara ndio tuwe na alama ya maagano, early in the morning, bila visu, mawe. Akiambiwa toa mwanao wa pekee Isaka umpendaye, umtoe kwa mmoja wapo ya milima ya Moriah. The following morning anachukua watumishi, anachukua mwanae, mwana wa ahadi. Alikuwa mtu ambaye alifanyika rafiki ya Mungu kwa sababu ya utiifu wake. So hiyo obedience ni gani? Ni ile iko na ability ya kusikia kile Mungu anasema na kukitenda. Kondoo wangu wananijua, wanasikia sauti yangu na wanaifuata. Wakisikia ingine wanakataa. Bwana Yesu apewe sifa. Niko kwa upendo. Unajua kuna Mungu ambao kuna jambo, kuna commands, kuna orders zingine Mungu anaweza kukupea at a particular season kwa sababu kuna kiwango anataka kukuvukisha. Ukishindwa kutii hiyo, utaenda kurudia mtihani baada ya miaka mingine. Si Mungu atusaidie tukue obedient kwa sauti yake, kwa dictates zake. Mungu atusaidie tu. Yeah. Paul, unapimwa kumpenda na kulingana vile ambavyo, na hata sasa inahubiri ninaachilia the commandments of God. Kwa hivyo kuna sauti ambayo inakufikia na kuna kile Mungu anakuambia na ukitii wewe umempenda. Na Yesu anasema kama vile mimi nilimpenda nikapendwa na Baba, because I abide in him. Also if you abide in me, proof that you belong to me. Kama sasa Bwana amefanya mwaliko mkubwa na nimekuwa nikisema na hata sasa nasikia tuhubiri habari ya upendo wake Yesu kwa wanadamu. Hiyo peke yake umeshindwa kutii. Nataka kuwaonesha tu, si ni Mungu aliamuru tufikie watu wote, nendeni dunia yote na mhubiri habari njema. Kitu ambacho umetendewa, wacha mwingine atendewe. We are so selfish. Unajua hata kuna watu naturally kwa sababu ya wokovu wao wamekuwa selfish. Mimi sitakigi maneno na wanadamu, mimi kusumbuana na watu sita. Mimi niliokoka, wacha niishi maisha ya wewe ni selfish. Hii dunia lazima tupambane na shetani mwenye ametunyang'anya watoto wetu, akatunyang'anya wake, akatunyang'anya wame. Hapana, tuko na shida na shetani kwa sababu ametunyang'anya wanadamu. Akasema ni wake, ili hali wote wamefiwa msalabani na uokovu ukatolewa bure. Tunahitaji huo msaada, utusaidie tuweze kuwafikia. Yesu Kristo akasema sitawaacha yatima, nitatuwatumia msaidizi. Naye akija, you become my witnesses. Mtakuwa mkienda na evidence. Evidence ni ya kwamba nilikuwa mwenye dhambi kama wewe, nikapata rehema, nikaokolewa. Mtu akikutazama na anaona vile unamwambia, anatamani huyo Yesu. Pokeeni neema ya kufikia wengi katika jina la Yesu. Hiyo ni sign moja. Nampenda Bwana, aliwafia watu akawapenda kama Mungu aliwapenda. Hata na mimi nitaobey hii commandment, nitawapenda jinsi walivyo mpaka wafanywe vile ambavyo nilifanywa. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Hiyo ingine ni gani? 91:14. I will honor him. Hii ni mzuri. I will set him on high. I will set him on high because he has known my name. Wakati unajua Mungu, because his name is Jesus. Ama ujui hii ambayo Daudi alikuwa na refer, because some of the things that are written in the book of Psalms, they are so prophetic. All of this, hao wote walikuwa natafuta nani? Mwokozi wa ulimwengu. Walikuwa natafuta Yesu. Akina Moses, akina Elijah, walikuwa natafuta nani? Jesus. Sasa hii ambao Daudi alikuwa anasema, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run into him and they are safe. He was speaking of Jesus, but he was in a shadow. The reality iko imezaliwa. Sasa anasema kwa sababu amekasa kunijua na kunipenda, that's to love Jesus, na kulijua jina lake, the name of Jesus.
And what is in the name of Jesus? It is the life of God. It is the power of God. It is the glory of God. It is the truth of God. It is the light of God. It is the will of God. It is the commandment of God. Yani kuona ya kwamba ameyajua haya mambo yote, yeye hatakaa katika level ingine na hawa wengine. Yeye atakaa kiwango tofauti. Wale ambao walimjua huo Mungu walitolewa katika kiwango cha mahabusu, gereza. I'm talking of Joseph, because he has known him. Wakatolewa, wakainuliwa. Mfalme akasema hapa Misri. Misri inasimamia dunia, system za dunia hii. System za dunia hii. Mimi tu niko na mamlaka kwa kuagiza mambo. Lakini utawala, ugamvi wa chakula, hekima ulio naye, roho ulio naye, hakuna mwanadamu dunia hii ako nayo. Kwa hivyo nimejitoa yote, take over. Ni nani alikuwa amesema Joseph awekwe kwenye gereza? Tusaidiane. Ni Farao. Ni nani alimtumania? Nani alimpromote? Haya, hiyo hali ambayo imekukalia, tuite Farao, ikakuweka kwenye gereza. Si unajua gereza yenye uko ndani yake. Siku ya leo, kwa sababu ya kumjua yeye, utatumaniwa. Na ukitumaniwa, hiyo hali itasema, kile ambacho ninaona ndani yako hakina na mtu mwingine, nimesarenda. Continue with your duty of fulfilling God's assignment here on planet Earth. Bwana Yesu apewe sifa. Na waombea kwa upendo wa Bwana tutamani kumjua. Danieli akasema wanaomjua yeye, they shall be strong. They shall not be cowards. They shall be strong. They shall be bold. They shall be courageous. They will face issues of life with boldness. And as they face them, they will do exploits. Hata waachilia, atakubali mlipuko utokee. Mlipuko unatokea hapa Gilgil katika jina la Yesu. Sema amen. Na ni sisi watendaji kwa sababu tunamjua. Paul anasema, I know him whom I believe in, and I am well convinced that he is well able. I know him, he is well able. Anasema hivyo akiwa wapi? Kwa gereza. Kwa sababu anajua hii hamtaniulia hapa, bado nitatoka na nikahubiri tena. Nitatoa maisha yangu wakati nitaamua. Kwa sasa sijaamua. Nikiamua nitawaambia. Na wakati alipoamua si aliwaambia. Bwana Yesu apewe sifa. Paul ndio mtu ambaye alijiamulia. Akasema nao, nimepigana vita. Sasa nimepigana vita vyema vya imani. Nimeamua sasa niende. Kwa sababu ninaona kile ambacho akasema nimepigana vita vyema vya imani, nimeweka mwendo, mbio nimemaliza. I already see now the gold. Ninaona dhahabu, ninaona the crown, ninaona taji ambao nimewekewa. Na ninasio mimi tu, hata wale ambao watahubiriwa hii habari ambao nimeandika na ambayo ni Yesu Kristo, wakiendeleza taji hiyo imewekwa. Yeye ndio aliamua, aliona sasa nimemaliza. Alienda baada ya kumaliza assignment yake. Ni kwa sababu gani? Alikuwa anamjua anayemwamini, na alijua kwamba anaweza kumuokoa. Mungu ambaye tunayemwamini, number 1, tulianza kwa kuimba na kusema yeye ni faithful. Yeye ni mwaminifu. Kile ameahidi ni mwaminifu. Kile ametupa ni mwaminifu. Kile ametufanya ni mwaminifu. Kile ameahidi kutukomboa, yeye ni mwaminifu. Yeye sio athumani ati ataweza chukulia mambo ovyo ovyo. Akisema amesema, akiokoa amekiokoa, akiponya ameponya, akikomboa amekomboa, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na majira haya amekuja na sauti, anasema nimekuja kuwainua walio wangu.
ili waweze kunitangaza. Hatutamtangaza tukiwa kwenye mashimo, tutatoka kwenye mashimo tumutangaze. Danieli alipotoka katika tundu la simba, ndio matangazo yalifanywa na mfalme. Umepitia katika hiyo hali ambayo umepitia katika maisha yako, ndio wakati utakapotoka utoke na matangazo katika jina la Yesu Kristo. Tazama hali ambayo unapitia sasa. Napomalizia, iambie hiyo hali ni mzuri, ilitendeka kwa sababu mimi nampenda Bwana. Sitakaa katika hii hali. Ninatoka na wimbo mpya. Ninatoka na matangazo katika jina la Yesu Kristo. Sikiza, ninatoka na heshima. Soma hiyo maandiko 15 quickly, 91:15. Tunamalizia. Ketosha na mahanda. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor. Simama kwa miguu yako. Bekato sinaha. Japo palagadekapa. God Almighty, honor your children today. Deliver your children today that have been going through hard times. Save them and deliver them from shame, from contempt, from reproach of men. Inua maombi mbele za Bwana katika jina la Yesu Kristo, ndio upate huo msaada ambao anapeana. Kumbe Mungu akomboi, anakuacha tu muumbalie kombolewa, anakukomboa na anakuheshimisha katika jina la Yesu. Ninataka sauti ya mtu ambaye siku ya leo natasema ya kwamba ninatoka katika hii hali kama aliyekombolewa na aliyeheshimika. Kepala bagete perozihi zamokopoli bagadegerebe kipalazo shaterebezia shate zolima gosa na hai ipola magandele bebi bagala bagadere bebi bagala bagada. He shall call upon, he will call upon me. Ataniita mimi. Unaita nani saa hii ninaponena na wewe? Inua sauti kama unamuita. Call on him if you are calling on him. He is here to deliver you. He is here to honor you. Na Mungu akisema na kuheshimu yeye hawezi kudanganya. Ni mwema na ni mwaminifu. Tulisema ya kwamba yeye ni mwaminifu. Hicho amesema kwa sababu ya uaminifu wake ulio mkuu kuliko imani yetu atatenda. Father, I thank you once more. For the integrity of your word, for the light of your word, for the truthfulness of your word. Shepalabiga rekepepe pipalabiga telebebiba kotoriande zia pakarebe koporiba hade rekeposia he zomahande jayupante zikepoya lahai. Yes, in the name of Jesus. Na achilia sasa neema inaosaidia wanadamu kukimbilia kwa Bwana, wapate msaada wa mbinguni. Kumbe msaada uko mpaka na heshima. Kumbe msaada umebebana na uponyaji. Kumbe umebebana na ukombozi. Jielelelele la muzike perebebiba rekepepe biba la bagetele bebiba gala bagetere bebiba. Nilisema ya kwamba tutoki vile tulivyoingia. Hapana, tumepata light, tumepata maarifa, basi lazima kuwe na mabadiliko. Father, I release a grace for transformation upon this assembly, upon the lives of men and women that you have entrusted unto me. I release grace for transformation. Grace. Rekapala begetere bebi bagala bagaderebe pere bebi bala bagatere bebi bagala bagada. Kata maisha ya kawaida, Mwafrika wa kawaida, mwana Gilgili wa kawaida, mwana Kenya wa kawaida. Hapana, kuwa mwana bingu Asia wa kawaida sasa. Shepe kiparage zayupa karibage lapo tanalabige telebebiba. Jipa baba begolobos reke pere bebi bagala bagayaga raikere bebi bagala bagadere bebi bagala bagada. Anza kutoka sasa katika hiyo hali kupitia msaada wa mbinguni. The Lord is my strength and my refuge, my ever present help in time of trouble. Muite na hayo majina. Daudi alisema yeye ndio msaada wangu wa karibu nyakati zote.
nyakati zote, nyakati zote, nyakati zote ni kimbilio, nyakati zote ni tegemeo, nyakati zote ni msaada. Kepalalalila bosige perebe biba, reke perebe biba galaba gegerebe biba, shabalage, shaperebe giana, sheke perebe biba golobozia. Yeah, yeah. Baba, saidia wanao walio wagonjwa na hawana hata fedha ya matibabu. Tuma msaada wa mbinguni. Send us help from thy sanctuary. Send us help from thy sanctuary. Send us help from thy sanctuary. Wanaokumbana na hali tata ambazo zinaweza tibiwa India, hawana pesa ya kuwapeleka India, lakini wana Mungu wa kuwaponya wakiwa hapa. Naachilia neema ya uponyaji katika jina la Yesu. Waliopata ajali, viungo vya moyo viungo vya mifupa vikaumia, na nena neno la uponyaji, na nena neno la ukombozi katika jina la Yesu. Shapage peke taraba gadea, reke pepe biba, ambao hawana nafasi na nguvu ya kujieleza wanapoingia katika maofisi. Wacha wapiganiwe na kibali, wacha wapiganiwe na kibali, wacha wapiganiwe na kibali. Walionyimwa kazi chini ya misingi ya ethnicity ya Kenya, wacha kibali cha Bwana kiwatetee, wacha kibali cha Bwana kiwatetee. Wanaonyanyaswa na maofisi ya Kenya, wanaonyanyaswa na idara tofauti za Kenya kwa sababu ya rangi, kwa sababu ya kabila, kwa sababu ya jina, siku ya leo watumie msaada, watumie msaada. Walionewa na hali, hawakupata masomo, hawawezi kujielezea, naachilia hekima ya Bwana, naachilia hekima ya Bwana. Hey, hey, shabera bageterebe bibala bagaterebe bibagala gege, reke pepe pipala bagateka, rayosa na magande, japala bageterebe bibagalaba. Baba, wakati maskini na yatima na wajane walilia, wakakosa mtu wa kuwajibu, Baba wa mbinguni, wewe ni baba yao. Wajibu sasa ukiwa katika kiti chako cha enzi. Watumie msaada wakiwa hapa Zayuni katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kwa kila mmoja ambaye ameketi katika chini ya sauti hii, mahala popote alipo, Baba, naachilia neema ya msaada wa mbinguni. Neema ambao ni msaada unayopeanwa na Mungu, unapeanwa na Mungu. Unakuja na heshima, unakuja na ukombozi, unakuja na neema ipita ufahamu wa mwanadamu. Nyamelebe sakika, nekeke perebe bibagota. Oh, thank you, my Lord. Oh, thank you, my Father. Wanaohitaji msaada wa rohoni, pokeeni nguvu za Roho Mtakatifu zitakazowasaidia katika maombezi katika jina la Yesu Kristo. Wanaohitaji neema na msaada wa nafsi zao, mawazo yenu, may God upgrade your mind. May God upgrade your spiritual and physical brain in the name of Jesus. Oh, for those who require physical help, may God strengthen you. May God strengthen you. Hey! Nyosha mkono wako kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako kwa imani. Baba wa neema zote, Baba wa haki yote, Baba wa kweli yote, Baba wa uaminifu wote, katika jina la mwanao Yesu Kristo, kwa kila mkono ulioinuliwa sasa, naachilia msaada wa mbinguni. Wanapokunyoshea mkono,
Jaza mikono yao na neema. Jaza mikono yao na nguvu. Jaza mikono yao Baba na hekima ya mbinguni. Ekate sahopa. Shadebagele begitapa. Wacha ijulikane ya kwamba hawa Baba wametumiwa msaada wa mbinguni. Ulisaidia Nehemia. Maadui wakasema kazi imefanywa kwa msaada wa Mungu wa mbinguni. Wasaidie sasa. Isemekane katika majirani, isemekane katika taifa, isemekane katika mataifa, isemekane katika maadui, isemekane katika marafiki. Kazi hii imekamilika kwa msaada wa mbinguni. Uweza huu umeupata kwa msaada wa mbinguni. Wimbo huu umeandikwa kwa msaada wa mbinguni. Mahubiri haya yamefanywa kwa msaada wa mbinguni. Maombi haya yamefanywa kwa msaada wa mbinguni. Pokeeni msaada wa mbinguni. Museme amen. Mumushangilie Bwana kwa makofi. Pokea kwa imani. Pokea kwa imani. Mtu wa imani atazami tu, anapokea na shangwe. Anapokea na habari za mbinguni. Anaenda akitangaza, look what the Lord has done. Look what the Lord has done. See what the Lord has done. Baba, nakushukuru. Umetendea wanao. Na kile ambacho umetenda ni cha milele na milele. Si kila mmoja Baba atoke hapa na wimbo. Let's sing this song as we wind up. See what the Lord has done. Kila mmoja anayetoka katika ibada ya leo atakuwa na jambo la kuonesha. Hey! Mama. What we waited for has come to pass. See what the Lord has done. See what the Lord, see what the Lord has done. Hey, can you see what the Lord, see what the Lord has done? Hey, what we waited, what we has come to pass. Hey, can you see all the Lord? Under this heavy canopy of God's glory in today's service, my brother and my sister, right now, right here, receive your miracle. Receive your healing. Receive a mighty and a divine visitation. Receive it. Receive it. Receive it. In the name of Jesus Christ. Shout a big amen. Baba, nasema ni asante. Wimbo huu utaimbwa juma iliyo mbele. Utaimbwa kuanzia sasa na kuendelea. Kwa kila mmoja ambao umesanya apate neno lako. Ni katika jina la Yesu Kristo nawaombea pamoja tuseme amen. Amen. Shalom. Neno la Bwana linaendelea Jumapili ijayo.